Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Je, ni lini serikali itajenga uwanja wa michezo katika wilaya ya Mbulu ambapo ni eneo muhimu sana kukuza vipaji vya riadha, tukizingatia wanariadha mashuhuri kina John Steven wametokea eneo hilo? Asante Mheshimiwa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na swali zuri la Mheshimiwa Justina. Ni kweli vipaji vingi vya riadha vinatokea katika ukanda anapotokea Mheshimiwa mbunge, na tumeweza kuona faida kubwa imepatikana kwa wanariadha na medali nyingi ambazo wameshinda wakati wakiliwakilisha taifa hili. Serikali bado ina mipango ya kuendelea kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo, na sasa hivi tunajenga kituo cha michezo katika ukanda huu eneo la Karatu kuhakikisha kwamba tunavigundua na kuvilea vipaji hivi anavyovitaja Mheshimiwa mbunge, na kadri hali itakavyoruhusu tutafika chini zaidi na kuhakikisha kwamba tunajenga kituo cha michezo kwenye eneo analolitaja Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Dr. Christina Mzava. Mheshimiwa Mwenyekiti, mji wa Kahama ni mji ambao unakuwa sana na unakuwa kwa kasi na una vitu vingi vizuri na una vipaji vya watoto wa kike ambao wanacheza mpira wa miguu, lakini hakuna uwanja. Je, nini kauli ya serikali au mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba halmashauri ya manispaa ya Kahama inapata uwanja? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nimefika Kahama na Mheshimiwa Mzava analifahamu. Ni kweli mji wa Kahama unavyo vipaji vingi na mji unakuwa kwa kasi sana. Kwa sasa kama ambavyo nimetangulia kusema, msisitizo huko kwenye viwanja ambavyo vitatumika kwa ajili ya CHAN na AFCON, na nitoe rai kwa mamlaka husika za wilaya ya mji wa Kahama kuhakikisha kwamba wanatenga fedha kutoka kwenye mapato yao ya ndani ili kuanza kutengeneza miundombinu bora ya michezo. Sisi kama wizara nimhakikishie tuko tayari kutoa usimamizi wa kitaalam kuhakikisha tunawaunga mkono, na hali ya rasilimali fedha itakaporuhusu nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutawaunga mkono kwa kuhakikisha tunawasaidia kukamilisha miundombinu hiyo ya michezo. Mheshimiwa Engineer Stella Manyanya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Niliwahi kuuliza na ninakumbusha kwamba ni lini serikali itachukua sehemu ya mapato yanayopatikana wakati klabu kubwa za mpira kama Simba na Yanga zinapocheza na kupeleka maeneo ya pembezoni ambako kuna wapenzi wengi na hawana viwanja vya mpira. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na alikumbuka swali hili la Engineer Stella Manyanya mbunge, na bado tunapata wakati wa mgumu wa kuona namna ambavyo tunaweza tukachukua mapato haya na kuyapeleka katika sehemu ambayo Mheshimiwa mbunge anataja. Makato ambayo yanapatikana kwenye michezo ambayo klabu hizi zinacheza bado ni makubwa sana mpaka sasa hivi, na tunaangalia namna ya kuyapunguza ili klabu hizi ziendelee kunufaika ama zinufaike zaidi. Kwa hiyo utakapofika wakati ambapo tuna wakata zaidi sasa kwa ajili ya kupeleka kwenye miundombinu ya michezo kwa sehemu za pembezoni, nafikiri kutakuleta malalamiko makubwa. Kitu ambacho tunajaribu kufanya sasa hivi ni kuhakikisha serikali inaendelea kutenga 5% kutoka katika michezo ya kubahatisha ili kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli mbalimbali za maendeleo ya michezo, na zikiwamo ambazo Engineer Stella Manyanya amezitaja. Lakini kwenye kuzikata klabu nafikiri kwa sasa itakuwa ngumu, sio jambo ambalo linaweza kuongeleka kirahisi. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri.